Na katika message hizo tulitoa maelekezo kwamba tunatuma message hii na tunatoa kipindi cha mwezi mmoja. Kama hujaja kuchukua kitambulisho, tutasitisha matumizi yake. Ndugu waandishi wa habari, nafahamu kwa mmekuwa mkipiga simu kwangu binafsi na mkuu wetu wa kitengo cha mawasiliano mara kwa mara kuulizia hatua tuliofikia katika zoezi, lakini tuliomba mvute subira kwamba tutawapa taarifa rasmi muda mwafaka utakapofika. Na leo ni muda mzuri wa kuelezea hilo. Na niwaombe sana, nyinyi ni kioo cha jamii na nyinyi ni daraja kati ya taasisi za serikali pamoja na wananchi. Ni mkono ambao ni muhimu sana unaofikisha taarifa hizi kwa wananchi katika nyanja tofauti. Niseme tu kwamba tangu kwanza kwa zoezi la kukusanya vitambulisho kwa kutumia SMS mwezi Januari 2025 mpaka kufikia Machi 23, 2025, jumla ya wananchi milioni 1,880,608 sawa na 157% ya watu wote ambao walikuwa hawajachukua vitambulisho vyao walitumiwa na kupokea ujumbe mfupi wa SMS unaoelekeza kwamba ndugu fulani unatakiwa njoo chukue kitambulisho chako kwa ofisi ya NIDA wilaya fulani. Na katika message hiyo wengi ambao baadhi ya wananchi ambao walienda kuchukua vitambulisho hivyo tulikuwa tumeweka vizuri. Tunapokutumia vinakuwa vimepangwa kutokana na serial number inayokuwa kwenye SMS. Kwa ukifika ilikuwa inachukua hadi dakika 5 katika kituo na kuchukua. Na ushuhuda unaweza mkatembea watu mbalimbali ambao waliweza kutumia ujumbe na kwenda kuchukua vitambulisho hawakupata usumbufu. Itakumbuka kwamba wakati tunavikusanya vitambulisho hivyo kutoka ofisi za kata, vijiji, mitaa, tulikuwa na vitambulisho milioni 1.2 vilivyokuwa havijachukuliwa na wahusika ambao vilikuwa kwenye vijiji kwa watendaji kule shehia na vijiji na vitongoji. Hii maana yake ni kwamba takriban watu wote waliokuwa hawajachukua vitambulisho vyao wamekwisha pata ujumbe mfupi wa simu za mkononi. Ziada ya watu 680,608 SMS zilizotumwa inafanya jumla ya SMS zilizokwisha kutumwa ni 1,880,903 zimetumwa kwa waombaji wapya. Ina maana pale kwa kuna waombaji wapya karibu 600,000 na ambao pia walitumiwa message. Ndugu waandishi wa habari, kwa mujibu wa takwimu hizo, idadi ya wananchi waliojitokeza kuchukua vitambulisho baada ya kupokea SMS ni 565,876 ambao ni sawa na 30% tu ya watu waliotumia na kupokea SMS. Hii inasikitisha sana ndugu zangu waandishi, kwa sababu tulituma ujumbe kwamba baada ya mwezi mmoja tutasitisha, lakini tulipata vilio vingi na nyinyi waandishi wa habari mkiwa mmoja wapo mkitaka kuuliza, sababu kulikuwa na msongamano mkubwa sana wa watu na baadhi ya ofisi zilifurika na tukaanza kutoa huduma za mahema kwa ajili ya kuhakikisha wengine na watoto na wengine hivi. Lakini kama aida yetu baadhi ya Watanzania tumekuwa tukidharau. Na hii yote ni kwa sababu bado hatukuweza kusitisha kwa kusikiliza kilio cha wananchi na hata baadhi ya viongozi wa kisiasa, viongozi wa kidini, kutokana na namba kubwa ya watu waliokuwa narundikana. Kwa hiyo tukaona tusogeze ile huruma ambayo ni kila muda wa Tanzania, na baadaye yanaanza kupokea matusi. Mimi nishatumia message nyingi na kuna siku nilikuwa kituo kwa Dodoma. Wanasema kuna nini nguvu ya soda hawezi kufuta. Kwa hiyo maana kila mtu ana message hiyo. Lakini wengine walikuwa wakifika anasema nilisahau au nimefuta. Hivi kweli jamani, utumiwe message kwamba unatakiwa ofisi ya TASAF ukachukue milioni 50. Utafuta hiyo? Lakini why vitambulisho? Lakini kwa sababu tumekuwa ni waungwana na kwamba tukijali kilio cha Watanzania, lakini imekuwa ni mchezo. Katika kuhakikisha vitambulisho vyote vinachukuliwa na wahusika, tuilegeza masharti kama nilivyozungumza kwamba yeyote yule ambaye kwa sababu ya moja ama nyingine anaweza. Tulifanya hivyo kwa sababu moja. Kuna wengine walikuwa masomoni, kuna wengine walikuwa katika kazi wakati wanasajili. Na kutokana na matatizo yaliyotokeza kwamba vitambulisho vikuchukua muda mrefu, unakuta mtu alikuwa anasoma UDOM sasa hivi yuko Songea. Kwa hiyo isingewezekana apande basi na gharama kubwa kupata kitambulisho Dodoma. Kwa hiyo tulitoa hiyo kwamba jamani, tuliruhusu kwamba una mtu yote mtumie hiyo SMS na namba yako
NID namba yako ya NIDA. Akifika pale akionyesha akiandika na namba yako ile pale, kwa hiyo una utaratibu, atachukua details zake na utapata kitambulisho. Na wengi waliweza kufanya hivyo. Na mfano maeneo kama ya Dodoma, Mwanza, kwenye vyuo vikubwa vingi tuliweka eneo kabisa la wanafunzi wa vyuo ambayo kwa ni rahisi katika uchukuaji huo. Hata hivyo, pamoja na jitihada zote hizi, ni dhahiri kabisa kwamba kasi ya kujitokeza kuchukua vitambulisho vyao bado sio ya kuridhisha. Na kama tulivyojua kusema huko nyuma, miongoni mwa sababu zilizochangia kusuasua vitambulisho vyao ni kuwa na matumizi ya hizi yani namba za NIDA. Na kwa sababu hatukuchukua hatua, kwa wananchi wengi wamejua kwamba hizi ni nguvu za soda. Na bado tuna vitambulisho vingi. Tuna vitambulisho vingi na 30% tu ambavyo vimechukuliwa. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa kuzingatia kuwa tumeshipisha tume SMS kwa watu wote, na tulishawatangazia kwamba tutafunga matumizi ya NIN number kwa wale ambao tumekwisha zaisha vitambulisho vyao na kuwapelekea SMS. Napenda kuwajulisha rasmi, naomba msisitize tena, sura yangu inaonekana hivi. Napenda kuwajulisha rasmi, si kwa utani, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 tunasitisha matumizi ya namba za NIDA kwa wale wote ambao walishatumiwa SMS za kwenda kuchukua vitambulisho. Narudia tena, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 tutasitisha matumizi ya namba kwa wale wote ambao walishatumiwa, kwa sababu tayari sisi tunayo. Uwe umepoteza, uwe umefuta, hutapata huduma yoyote kwa kutumia namba. Ingawaje kuna baadhi ya watu ambao hawajapata namba kutokana na matatizo mbalimbali kutokamilisha usajili wao, au kuna matatizo ya uchapishaji, wale ambao hujapata namba ya kutoka NIDA, na utaendelea na matumizi hayo. Lakini sisi kwenye system tayari tunao ambao tumeshawatumia, tuna switch off. Narudia tena, hili hatuna utani nalo, na niombe waandishi wa habari nisije nikasikia kilio cha mtu yoyote. Na tukumbuke kwamba sasa hivi tunapokwenda, NIDA ni maisha na maisha ni NIDA. Tuna maboresho. Kuanzia mwezi Julai tunaanza kusajili watoto wadogo kuanzia 0. Tumarekebisho ya sheria ambayo tunayafanya kwa ajili ya register yote. Ina maana mtoto mdogo anapozaliwa tu anasajiliwa mpaka na kwenye mashule. Ni kwa nini? Maelekezo ya NIDA sasa hivi, kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais ambayo tutakuja kueleza huko mbele, tumepewa maelekezo ya jamii namba. Ina maana kwamba kila mwananchi, mifumo iweze kusomana, atatumia kitambulisho cha NIDA. Tutakuwa na cheti cha kuzaliwa ndani ya NIDA. Tutakuwa na bima ya afya, na baadhi ya hospitali wameshatangaza wanaanza matumizi ya NIDA, na hasa nafikiri Moi. Kwa hiyo ina maana kwa mtoto mdogo ambaye hana NIDA itakuwa. Kwa hiyo tunaanza kusajili mpaka watoto wadogo. Tutaanza na pilot project ya wilaya 3. Tutaanza na wilaya Kilolo, Rungwe na Kusini Unguja. Kwa hiyo kabla siende, ni waombe sana watu wasifanye mchezo. Na katika hii tulipo zote tutakuwa na vitu 9 katika vitambulisho, na tutaviboresha baadaye ambavyo vitakuwa na taratibu. Passport itakuwepo, tutakuwa na details za driving license. Utapata tena driving license kama kadi, kila kitu ni kwenye NIDA. Ukibonyeza ni kila kitu, taarifa za passport. Lakini tutaenda zaidi malipo. Kwa mfano unataka kulipa SGR, unataka kulipa mwendo kasi, vyote vile. Na tayari tuna taasisi nyingi, hata baadhi ya mabenki wameomba kuingiza kwamba taarifa zao tutumie kadi moja kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Lakini tumejiongeza zaidi katika vitabu ambavyo tutaboresha. Tutaweka mpaka grupu ya damu, taarifa za grupu ya damu, kwamba grupu yangu mimi Masanja ni A. Kwa hiyo unaweza kujikuta una matatizo, umepata shida, ajali, au umezidiwa, watu wamekokota njiani, wanakupeleka hospitali ili usipate tabu ya kwanza kupima tena, wakichukua kadi na taarifa zako zote. Lakini pia allergy, kuna wengine ukisikia wengine wana allergy za penicillin, mwingine akiona jezi nyekundu unaweza kukuta na changanyikiwa sana zimia. Yaani tunaandika allergy zote. Hiyo msiweke.
Ndugu waandishi wa habari, naomba sisi kwamba kama nilivyozungumza hapo awali, namba za utumizi zitafungwa na mtu yote hataweza, kama nilivyozungumza, hataweza kuitumia. Pia nitumie nafasi hii kutoa rai kama wapo wananchi waliosajiliwa miaka mingi na namba zao bado kama hazijapata nilivyozungumza, nao tutananini. Ndugu waandishi wa habari, mnakumbuka kwamba Agosti 11, 2023 wakati wa uzinduzi wa mkongo wa baharini wa mawasiliano ya internet wa Airtel Africa jijini Dar es Salaam, Rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alielekeza watu wote wanaoishi nchini kila mmoja awe na namba ya kipekee ya utambulisho ambayo nimetoka kuizungumza, ni jamii namba. Na hili naomba niliweke wazi. Mheshimiwa Rais ameipa namba hiyo jina la jamii namba na kuelekeza namba hiyo ni namba ya taifa ya utambulisho inayotolewa na Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA. Kumekuwa na sintofahamu, kuna baadhi ya taasisi za serikali, kuna baadhi ya wamekuwa wakijaribu kufuta kwa mchanganyo. Mwenye mamlaka ya kutoa utambulisho ni NIDA na si taasisi yoyote. Narudia tena, mwenye mamlaka ya kutoa utambulisho kumtambua mwananchi ni Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA, ambayo ndio iko kisheria. Kwa hata hii jamii namba, kuna watu wamekuwa kizungumza sisi tutakuwa na namba ya jamii namba, itakuwa inaitwa jamii namba kwa sababu kama nilivyozungumza hapo awali, kwa sababu vitu vingi vya jamii vitakuwa kwenye namba hiyo. Naomba nieleweke. Tutaita jamii namba kwa sababu taarifa zote ambazo zibini kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais, mifumo isomane. Taarifa za vyeti vya kuzaliwa, taarifa za leseni, TIN namba, bima ya afya, leseni nimezungumza, lakini hata taarifa za passport. Kuna wakati utahitaji kudunga na kitabu la passport, hiyo passport utahitaji hapo unapokwenda nje, ambapo ndio teknolojia wenzetu wanaifanya. Na sisi nafikiri kwa Afrika tutakuwa ni wa kwanza, na tumekuwa katika vitambulisho bora ni sisi, nafikiri nafuatia Ghana au Ethiopia, kitu kama hicho. Kwa hiyo ni waandishi kwa sababu kumekuwa na taasisi, baadhi ya viongozi wakiwa kipotosho wakisema si nani sisi anatengeneza jamii namba. Jamii namba ni mamlaka ya NIDA. Hao wanaweza kusaidia tu kwenye sera mifumo kwamba turekebishe hivi na hivi, lakini anayetoa namba ni NIDA, na hakuna namba nyingine, ni hii namba iliyokuwa nayo, ingaje itaboreshwa na kuweka mifumo isomane iwe na vitu vyote hivi. Naomba hilo mliweke wazi, kwa sababu tumekuwa na mkanganyiko. Kuna baadhi ya taasisi wasema sasa tunakuaje, tuna NIDA namba lakini nakuja jamii namba. Jamii namba ni hiyo hiyo tunaotoa sisi. Niwepo mimi, awepo mkurugenzi, wote mamlaka itaendelea, ndio sheria inayoitaka. Hakuna mtu mwingine mwenye mamlaka ya kutambua, kufanya utambuzi wa wananchi. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, NIDA kuanzia mwaka 2012 ilianza kutekeleza jukumu lake la kutambua na kusajili wakazi wote wanaoishi nchini wenye umri wa miaka 18 na zaidi na kuandikisha taarifa zao. Hata hivyo, maelekezo ya Mheshimiwa Rais yalihitaji NIDA kuongeza wigo wa usajili wa utambuzi kuanzia kwa mtoto anapozaliwa, kama ambavyo nimeweza kulizungumza. Tunaanza na pilot project katika wilaya 3. Lakini baada ya hapo na baada ya marekebisho ya sheria, tutahakikisha Watanzania wote wanakuwa na NIDA. Unapozaliwa tu tunamsajili mtoto mdogo. Sasa wengine mtauliza, kia sasa ni masuala ya kisayansi. Wanasema kwamba mtoto mdogo hata fingerprints utambulisho lazima fingerprints ndio wa uhakika. Sasa kale katoto hata fingerprints bado. Unaona, mnasiangalia, lakini tuna vifaa ambavyo mpaka sasa hivi tumeshaingiza biometric kama 50 ambazo tutatumia kiganja cha mguu, ndio chenye uhakika kuliko kitu chochote. Sasa mtaanza kuuliza sasa viganja vingine kama ndugu zangu wa Kigoma vishafutika kwa watoto wadogo. Kwa hiyo hilo msiwe na watatizo, na lile ndio lina uhakika, kwa sababu kuna wakati mwingine tumekuwa tukipata shida na fimu kupata shida kwa watu wanapotumia vidole. Wengine unakuta mtu anapokuwa na sukari sometimes haisomi. Na kuna watu wengine wamefanya kazi ngumu kama sisi kwetu kanda ya Ziwa kwetu tunasaga kwa kutumia mawe kabla ya mashine, unakuta venye finger because zinapata shida. Lakini kwa mguu, kiganja cha kiganja si ndio cha mguu? Nyayo, mimi Msukuma jamani. Kwa hiyo nyayo ile ndio yenye uhakika. Kwa katoto kaza tu tambulisho cha kuzaliwa momo, bima afya. Huko anakoendelea tunachotaka tuhakikishe kwamba toka unazaliwa tuwe na details za mtu anazaliwa mpaka unakufa. Na itasaidia hata mamlaka katika sensa, hawatakuwa na shida, wanakuwa wanajua kabisa kwamba ukija NIDA hapa data zote zipo.
watoto umri wa miaka 2-3 wako wangapi, ziko pale. Lakini sasa hivi kwa ziko scattered, uende vyeti vya kazi ukakusanya huku, uende takwimu, lakini sasa hivi kwenye system hiyo kila kitu kitakuwepo. Kwa hiyo ukitaka kujua tu kwamba labda employment na watu wangapi sasa hivi jana umri wangapi, wote tunapata kwenye database. Imeleweka jamani? Ni dawa. Katika kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais, imeandaa mpango kama ilivyozungumzwa wa usajili wa jamii namba pamoja na kundi la wageni wote wanaoingia nchini. Naomba tusiane vizuri hapa. Tunatoa kitambulisho cha mgeni kwa yeyote anayekaa chini ya miezi wanaoingia chini na kukaa chini ya miezi 6. Kumbuka kwa sasa wageni wanaosajiliwa na kutambuliwa na kupewa jamii namba ni wale wanaokaa nchini kwa zaidi ya miezi 6 na wenye kibali cha makazi. Nafikiri labda nitoe ufafanuzi. Sisi ndio mamlaka iliyokasimiwa kutoa utambuzi. Tuna aina 3 ya vitambulisho. Tuna kitambulisho cha uraia, tuna kitambulisho cha mkazi na wakimbizi. Kwa nini tunafanya hivi? Wakimbizi wote wanapoingia sisi tunawahi kule kwenda kuwasajili. Hii kwa sababu za kiusalama zinatusaidia kuweza kuwatambua. Tumekuwa na shida wengi anapokaa makambini baada ya miezi mingapi anakimbia na mkuta yuko Tabora. Na baadhi ya watendaji ambao si waaminifu wanawaidhinishia kwamba ni raia ni nini. Kwa hiyo tunajikuta kwamba tunasajili watu mmoja, lakini akishaingia tukishamsajili ndio kwamba kitambulisho. Hata akitoroka aje Dodoma, akitaka kusajili tu ngome inakuja, wewe ni mkimbizi kutoka Kongo, mkimbizi kutoka wapi? Na hiyo inatusaidia zaidi katika nyanja za kiusalama. Na hiyo tumekuwa tukishirikiana na wenzetu wa uhamiaji na shirika la watu wa Wizara ya Mambo ya Ndani na shirika na wakimbizi. Kwa hiyo tuna vitambulisho vya hizo aina 3. Kwa wale wageni ambao wanakaa zaidi ya miezi 6, kwa mfano wawekezaji, tuna dawati pale, tuna ofisi TIC ambapo mtu yote mwekezaji anaye nani viwango lazima asajiliwe awe na kitambulisho. Lakini na kinakuwa live, kinakuwa kinadumu mpaka pale kibali chake kinapokwisha. Na anapo-renew kibali lazima tunafanya nini? Tunamsajili tena. Kwa hiyo kitambulisho kile kinadumu katika uhai wa kibali chake cha kuishi nchini au kufanya kazi. Kama nilivyozungumza kwamba tutaanza na pilot project ya Kusini Unguja, Kilolo, Iringa na Rungwe Mbeya, ambapo tunatarajia kusajili watoto 235,826. Hii itakuwa ndani ya miezi miwili. Kwa hiyo hii itakwenda kwamba tutasajili watoto waliozaliwa leo, lakini tutaenda kwenye mashule kwa wale wote ambao hawajatimiza miaka 18 katika zoezi hilo. Na hilo litatupa sasa kwamba kwa sababu kawaida tulivyoangalia tunahesabu ya zaidi ya watoto walio chini ya miaka 18 milioni 30. Lakini tutaanza na hili zoezi la hizo wilaya 3 litakayotupa picha ni namna gani tutakavyoweza kufanikisha zoezi hilo. Na baada ya sheria yaani kupata sheria ya kuanzia kusajili 08. Pamoja na matumizi ya jamii namba, Mheshimiwa Rais pia ameelekeza mifumo ya taasisi za umma na binafsi ziungane na kubadilishana taarifa kwa lengo lile la kuboresha huduma kwa wananchi na kumwezesha kila mtu kutambulika kwa taarifa zake na utambulisho wa taifa. Mimi labda nijaribu kulizungumzia hapa. Kama mmeshagundua sasa hivi Mheshimiwa Rais amekuwa akisisitiza sana mifumo kusomana. Na tuna taasisi nyingi ambazo tutakuja kuzitaja huku, na juzi kuja benki moja wanashukuru kwa sababu wameweza kutusoma sisi katika utambuzi. Ukienda benki sasa hivi unahitaji kujaza fomu, iende siku nani mtendaji nani, unapobonyeza tu mara moja tayari unakuwa taarifa za utambuzi. Hao tayari wameshaingia wanasomana na mfumo wa kwetu ambao ndio imekuwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Kwa taasisi zote kuhitaji kujaza fomu, uende kwa mtendaji, uende siku nani, kwa sababu vile mifumo yote taasisi zinasomana zinapotaka utambuzi tu kama tumtambue huyu ni nani. Hata kwenye mikopo pia ambayo imerahisisha, na hii imerahisisha sana hata ufunguzi wa account, ufunguzi wa unapotaka namba ya simu. Tofauti na mara ya kwanza ilikuwa uende huku kalete hiki ukalete, kwa sababu tayari ukishaweka kile tumeshawapa access na wazee wanaweza katusoma kila kitu taarifa zako. Ingaje pia tuna maelekezo ya kulinda taarifa za mtu. Kwa sababu kuna baadhi ya wengine tulisikia walianza si mfuko gani wakawa na biometric na wenyewe, lakini mwenye mamlaka ya kutunza ni jeshi la polisi, mamlaka na baadhi ya taasisi za kiusalama. Kwa hiyo tunataka kulinda, kwa sababu kiacha hapo atakuja kwa Mwajuma watataka tu nijue ana taarifa zipi. Kuna mwingine siku moja akaja kuomba taarifa za mume wake, anataka kujaza madi. Kuja kumuuliza mume wake sema sijatoa, lakini kumbe ni mke mwenza.
Kwa hiyo litaka kujua nani kaandika kwenye urithi, kwa sababu taarifa zile zinaandika nani zote. Kwa hiyo wenyewe tuna namna ya kulinda taarifa hizo. Ndugu zangu waandishi wa habari, tayari NIDA imeunganisha mifumo wake kwa kushirikisha taarifa na jumla ya taasisi 128, ambapo 57 ni za umma na 71 ni taasisi binafsi zinazotumia mfumo wa NIDA kuhakiki na kumthibitisha mtu kabla au wakati wanapotoa huduma. Kama tulivyozungumza watu wao katika 71 kuna mabenki, kuna mitandao ya simu, kampuni ya simu na taasisi mbalimbali. Aidha, mwitikio wa kuunganisha mifumo na mfumo wa NIDA umekuwa mkubwa, kwani hadi tunapozungumza kuna jumla ya taasisi 16 ambazo tayari zimekamilisha taratibu zilizopo na zimeunganishwa na kuanza kutumia huduma hii kwa mazingira ya majaribio. Jumla ya taasisi 56 maombi yamepokelewa ndani ya mwezi Januari hadi April 12. Yaani kwa Januari tu tuna tayari taasisi 56. Na hii inawarahisishia sana wao, hakuna paperwork tena, swala la muda pia. Kwa hiyo tunapata nani kubwa na tuna kazi ya kufanya mifumo isomane. Tunatarajia hadi kufikia Disemba 2025 kutakuwa na taasisi 200 zilizounganisha mifumo yake na mfumo wa NIDA. NIDA inaendelea kubuni na kuunda huduma za ziada zitakazoongeza thamani ya maunganisho ya mfumo. Sasa fikiria mpaka Disemba tutakuwa na taasisi 200. Na mimi tarehe 1 nazima, narudia tena. Tarehe 1 mwezi wa 5 nazima matumizi ya namba kwa wale ambao wameshatumiwa SMS. Nafikiri ukikosa huduma itatufanya Watanzania tuheshimu maelekezo. Tumeshakuwa kila mara iwe kwenye swala kujiandikisha kwenye uchaguzi, iwe swala kila mtu anaenda last minute. Lakini kwa nini inapotokea mechi ya Simba wanacheza na watu wafupi na why watu wanawahi wanachukua tiketi siku 3 kabla? Samani wale siwemo. Unaona? Kwa nini inakuwa hivyo? Lakini kwa masuala ya msingi tunadharau. Mimi nafikiri kwa NIDA kwa mara ya kwanza kutoa fundisho hili. Na hili nalisisitiza. Tarehe 1 mwezi wa 5 tutasitisha. Na tulikuwa tuna mpango, bado tunakaa, ikiwezekana unapokuja kuchukua tena tuwe na fine. Lakini bado yuko kwenye kuzungumza katika management hilo, bado tutaongea na mamlaka husika. Lakini mimi ningependekeza vile kwamba itatutia, kwa sababu mtu anapofanya kosa lazima adhibiwe. Hata nyumbani ukichelewa kuna viboko. Ifikia hatua itoleane kwa hivyo. Tutii kinachoelekezwa. Ndugu zangu waandishi wa habari, NIDA tumeweka mkakati mbalimbali kuhakikisha kwamba wadau wetu wanapata huduma yenye kiwango chenye ubora. Miongoni mwa maboresho mapya tunayokwenda kuyafanya ni kumwezesha mwananchi aliyesajiliwa na kutambuliwa kwa namba yake ya utambulisho wa NIDA kupitia simu yake ya mkononi mara inapokuwa tayari. Na pia tulianza toka mwezi wa 2. Kuanzia sasa hivi unaposajiliwa ni baada ya siku 5, baada ya mwananchi kumwangaisha kwamba aje kufuatia namba ya NIDA, namba yake ya NIDA kama yani kama unapojisajili na kama huna matatizo, siku 5 unatumiwa message, ndugu tengeneza namba yako ya NIDA ni hii 123. Na baada ya siku 21 utatumiwa tena, njoo chukue kitambulisho chako ofisi hii 123. Kwa unapokwenda NIDA ni siku 1. Lakini pia katika kurahisisha, Mheshimiwa Waziri alitoa maelekezo ya mamlaka ya uhamiaji kwamba kila ofisi ya NIDA ilipo lazima na maafisa wa uhamiaji wawepo. Kwa sababu umekuwa na matatizo kwamba ofisi ya NIDA iko hapa, ili unapojaza fomu unapewa kwa mtendaji, lakini uende tena uhamiaji. Kwa sasa hivi kila ofisi watu wa uhamiaji wako pale, na unapotoka pale uhamiaji na processes zinaendelea. Na hilo tulishapewa maelekezo, na nashukuru kwamba ofisi nyingi sana tunafanya one stop center. Watu wa uhamiaji wapo, inabakia tu kwamba ni unapojaza ni kwenda kwa watendaji kule. Kwa hiyo kama nilivyozungumza kwamba kila baada ukijisajili siku 5 kama maombi yako hayana shida, utapata message ya kukupa namba ya NIDA. Na baada ya siku 21 maximum tutakupa SMS ya kuja kuchukua kitambulisho chako. Na tunakupa mwezi mmoja, hii ni endelevu. Usipokuja kuchukua tunakata. Na hili najua mtapata vilio. Hilo nawahakikishia. Pia naomba kusisitiza kwamba unapopata SMS na kwenda kuchukua kitambulisho chako, hakikisha unaitunza hiyo SMS ili siku ukienda kuchukua kitambulisho chako uwe nayo.
Nasema hii kwa sababu kuna baadhi ya wananchi baada ya kupokea ujumbe wa simu kani ujumbe la kwanza kufuta message. Kwa hiyo naenda kwenye ofisi za NIDA na anaenda kwanza kudisturb watumishi pale. Na matokeo yake mtumishi nani binadamu. Unamprovoka kengele kwenye mfumo, anaona alikutumia message. Matokeo kwa timu nyingine, kwa baadhi wanaoshindwa kuvumilia wanatona lugha ambao si wengi, na sisi tumewafundisha watu wetu customer care ni 100%. Lakini itoe tena sisitizo hapa. Tunakuwa tunapata shida sana kipindi cha ajira. Kunapokuwa na ajira tunakuwa na watu wengi sana wanaokuja kwa mara moja. Kwa nitoe rai, unapofikisha miaka 18 hata katika familia zetu, ndugu zangu waandishi wa habari mwelezo wa Tanzania, mtoto anapofikisha miaka 18 akajiandikishe, kuepuka usumbufu wa mrundikano wa watu. Natoa mfano hapa, juzi kulikuwa na matangazo, kulikuwa na kazi za TRA pamoja na jeshi la polisi. Tulipata watu ni wengi. Lakini mbaya zaidi ambao ni waombe waandishi wa habari, naomba ili mlisikilize vizuri sana. Wananchi wengi wamekuwa kileta malalamiko hasa inapotokea ajira ya kubadilisha taratibu. Anakuja tena anafoka kabisa kwamba namba yangu nimekosea. Mimi nilizaliwa mwaka 2012. Nyinyi mmeniambia mmezaliwa 2010 au na 11. Lakini kumbe unakuta mara nyingi yule anakuwa ameshavuka mwaka, kwa maana haqualify kuweza yani katika hiyo kazi. Na wanakimbia moja kwa moja kwa watu wasio waaminifu, Rita anapewa cheti kingine cha kuzaliwa. Natoa mfano, ilikuwa Dodoma. Akakuja mtu mzima wa miaka 80 akiwa na binti yake. Na mara nyingi tunatoa upendeleo kwa watu wazima, watoto na kina mama wajawazito, mtu mwenye watoto. Bahati nzuri nilikuwa pale, mimi nilimvuta yule mzee kwamba njoo katika kuhudumiwa. Na alikuwa ni mkali na lugha chafu akitoa. Basi watendaji wetu wakamwambia haina shida, wakaja pale akaeleza cheti hiki hapa mlikosea, wakamwambia basi aweke fingerprints. Kuweka ikaja kwa sababu unaposajili tuna kila kitu mle ndani. Ukiweka tu ngome inakuja mzee kicheti, samahani anigonga, sema hapana, kwanza mzee nataka nikuweke mahabusu kwa sababu umeleta vurugu na matusi. Kwa hiyo niendelee kwa mambo yoyote, kama unajua ulisajili kwa cheti umezaliwa mwaka 2012 usikosee kuja.